Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya fainali ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania, ni mchezo wa mkondo wa kwanza, hatua ya fainali, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa pale nchini Morocco, ambapo mwenyeji RS Berkane ambaye aliweza kutinga fainali kwa kuiondosha klabu ya soka ya CS Constantine kutokea nchini Algeria kwa aggregate ya mabao 4-1, basi kwa upande mwingine atakwenda kukutana na mnyama mkali kutokea Afrika Mashariki katika nchi ya Tanzania, Simba Sports Club, ambapo ikumbukwe Simba katika hatua ya nusu fainali waliweza kuiondosha klabu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini kwa aggregate ya 1-0, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona maandalizi kwa kila klabu yamekamilika. Kinachosubiriwa ni mchezo huu kwenda kuchezwa pale nchini Morocco, ambapo unakwenda kuchezwa siku hii ya Jumamosi Mei 17 mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba, mchezo huu unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kwa pale nchini Morocco ni saa 2 usiku. Kwa hiyo mnyama Simba atakuwa na kibarua kizito kuweza kuhakikisha kwamba anapambana na klabu ya soka ya RS Berkane, ambapo ikumbukwe tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club wameshawahi kukutana na klabu ya soka ya RS Berkane katika mwaka 2021-2022 katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mechi ya mkondo wa kwanza ilichezwa jijini Dar es Salaam, ambapo mechi hiyo tunaona ilikuwa na utata mkubwa sana, ambapo Simba walishinda 1-0, bao la kideo ambalo lilifungwa na Pape Osman Sako, ambapo alipokea cross kutoka kwa Shomari Kapombe kisha kupiga tic-tac na kuweza kuifungia klabu ya soka ya Simba bao bora kabisa la mwaka 2022. Lakini mechi ya mkondo wa pili hatua ya makundi pale Morocco, klabu ya soka ya Simba walipoteza kwa mabao 2-0. Kwa hiyo historia inaonyesha klabu hizi zimekutana mara mbili, ushindi kwa Simba mara moja, ushindi kwa RS Berkane mara moja, yani 50-50, kila mmoja anatamba nyumbani kwake. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, ama wewe ni Mtanzania unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kupata ushindi na kuleta kombe la shirikisho nchini Tanzania, like video yetu, alafu sasa tuambie kwenye comment section, wewe kama ni mshabiki wa Simba unaifuatilia Simba ukiwa maeneo gani, na je, mtanange huu utautazama ukiwa maeneo gani? Lakini usiache tu kulike video yetu kama unaamini Simba atashinda, na tuambie kwenye comment hapo kama unatokea mkoa gani, kwa sababu Mungu atakwenda kulisikia dua lako na kuweza kuitimiza ile hitaji la moyo wako. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane, mchezo ambao Simba wako ugenini kupitia mtaalam kocha Fadu Davis ambaye ndiye mastermind wa klabu ya soka ya Simba, ameweza kutangaza kikosi chake ambacho kinatarajia kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane. Kwa upande wa mfumo ambao tutakwenda kutumia kama kawaida ni mfumo ule ule wa 4-2-3-1, miongoni mwa mfumo ambao kocha huyu anaotumia sana kwa sababu una balance kushambulia na vile vile kuzuia. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Musa Kamara Pempin Spiderman, ambaye amekuwa na kiwango bora sana katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Lakini eneo la fullback namba 2, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na mchezaji Shomari Kapombe, show me the way. Fullback namba 3 ni team captain Mohamed Hussein Shabalala, ambaye amekuwa katika kiwango bora sana. Eneo la center back namba 4, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Abdulrazak Hamza, huku center back namba 5 klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Shamu Karabua, miongoni mwa wachezaji ambao wameaminiwa kwa sasa na kocha Fadu Davis. Eneo la kiungo namba 6, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Yusufu Kagoma, miongoni mwa viungo hatari kweli kweli ndani ya kikosi cha Simba. Lakini winga namba 7, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Kibu Dennis Prosper. Eneo la kiungo namba 8, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Fabrice Luamba Ngoma, huku mshambuliaji namba 9 ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ni Lionel Christian Ateba Mbida, kwa sababu mchezo huu unamhitaji striker ambaye atakuwa anaweza kuhold mipira pale mbele. Lakini eneo la kiungo namba 10
atakwenda kuanza Jan Chale Ahoua, miongoni mwa viungo wagumu kweli kweli ndani ya kikosi cha Simba. Winga namba 11 kama kawaida ni Elim Panzu Kibisawala, miongoni mwa wachezaji ni hatari kweli kweli na machachari ndani ya kikosi cha Simba. Hicho ndicho kikosi cha mnyama dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane.